Bwana amekuwa upande wetu, amepigana vita zetu zote na ametupa ushindi katika jina la Yesu. Hallelujah. Amen. Tunaweza tukaketi. God bless you. Amen. So siku ya leo nilisema kwamba nataka kupatia the theme of the year wa mwaka wa 2021 kwa sababu I want you to nataka kuassume tuko kwa mkesha wa kuvuka mwaka, so utavukia hapa. Unajua kila mtu anagojea saa 6. Hata shetani anagojea saa 6. Na andiko nasema kwamba mtu angejua mwizi anakuja saa ngapi ungemgojea, hawezi akaiba. Hallelujah. Lakini unamshika off guard. Unamtagulia. Akikuja anakuta tayari umeshanyakua kile ambacho ulikuwa unataka kunyakua. Akikuja kuchukua mwaka anakuta tayari kuna wengine walimtangulia wakachukua mwaka wakautagazia baraka na kufunguliwa kwa jina la Yesu. So we are here to make some declaration, kufungulisha mwaka huu na kutangaza kile ambacho kitakachoendelea mwaka huu katika jina la Yesu. Hallelujah. So nataka kupatia neno la Bwana ambalo litakalo tusaidia kuelewa mambo fulani yaliyo mbele yetu kwa mwaka huu, mwaka mpya, mwaka wa 2021. And I want to let you know ya kwamba the theme of this year 2021, this is the year of divine enlargement. Divine enlargement. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ni kule kupanuliwa kwa kiungu. Kwa ramio kiuga. Yaani Mungu anakuja tu anakupanua tu, anaopt tu acha nikupanue. Bwana Yesu asifiwe. Sio mambo na effort yako, sio mambo na bidii yako. Ana kama kuna mambo ambayo sasa sisi wenyewe tutayafanya, lakini ningetaka kusema kwamba Mungu akishatangaza kitu huwa anatangaza kwa sababu amekipagia. So all the system, kila system lazima i-realign kutimiza kusudi fulani la Mungu. Hallelujah. Turn to your neighbor, mwambie divine enlargement. Hallelujah. Amen. Najua kuna watu wengi huwa wanapokea different prophetic words. Kila mtu huwa anapokea kulingana na mahali yupo. Kulingana na level upo na, lakini generally nataka kusema kwamba hapa kanisani na Mungu alitia ndani yangu ni a theme of the year. Ministry hii ama kwa huduma hii kwamba Mungu atakuja kutupatia upanuzi mkubwa kwa jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Na kanipatia neno ambalo liko kwa kitabu cha Isaiah 54. Sikuwa nimesoma hii scripture sana this time loud, wakati baada Mungu kunipatia the theme of the year ndio nimeanza kuichambua kuelewa kile kimeandikwa sana. Sana tunajua Isaiah 54:17 ambayo inasema no weapon formed against you that is going to prosper. Hiyo ndio tunajua sana. Lakini pale mwisho at least nikaanza kuangalia kile ambacho kinasemwa pale. Na ili ufike mahali ambapo pa kutangaza kwamba hakuna silaha itakayoinuliwa kinyume chako itakayofanikiwa. Kabla ufike pale kuna story ambayo iko hapo juu. Hallelujah. Isaiah 54 from verses number 1. Tuanzie pale, inasema sing o barren woman, iba wewe mama uliyetasa, who never bore a child, burst into song. Shout for joy, you who were never in labor. Because more are the children of the desolate woman than of her who has a husband, says the Lord. Bwana Yesu asifiwe. How can a barren woman sing? How can she shout for joy? Na vile kulingana na vile Mungu anavyo, kulingana na hili andiko, mama ambaye labda hana mtoto anaweza akawa na challenges nyingi, hana furaha, anaweza akawa na mambo mengi sana, anaweza akawa anaona kwamba mambo ambayo inamsukuma chini, akishayafikiria inarudisha moyo wake chini. So maandiko yanasema you sing, wewe uliye mama uliye tasa. Mungu wakati alipoandika hiki kitabu kupitia kwa prophet Isaiah, he was addressing Jerusalem, yule ambaye wakati ule ambao Mungu alikuwa baada ya kurudisha Jerusalem, baada ya kurudisha wana wa Israeli from the land of captivity. So walikuwa tayari wako wachache, kulikuwa na shida nyingi, kulikuwa na challenges nyingi. So akawa akiwaambia kwamba waibe wimbo kwa sababu wasiangalie kile wanachokiona in the physical. Wasiangalie kwa sababu kuna glory nao kuja. Kuna utukufu ambao Mungu alikuwa amewaandalia. Bwana Yesu asifiwe. So in other words anawaambia kwamba mtakuwa wengi, mtaongezeka.
Well, najua wana theolojia wanaweza wakatafsiri hii scripture kwa njia nyingi. Maybe just to mention, ama just to quote, ni kwa sababu Israel, taifa, wokovu ulikuwa wa Jews. Jews wakati ule walikuwa wachache sana. Kuja kwa Kristo Yesu akazaliwa na ili alizaliwa na ili pia sisi ambao ni Gentiles tukaweza kuzalika ndani mwake. Baada ya kuzalika ndani mwake, hasa wokovu ukawa sasa sio Wayahudi tu peke yao, lakini hata Wayahudi pia, watu wa mataifa pia tumekuwa included. So hapo ndipo sasa anaambiwa kwamba wengi watakuwa watoto wako after that. So verse number 2 anaambiwa nini? Verse number 2. Enlarge the press of your tent. Enlarge the press of your tent. Stretch your tent curtains wide. Do not hold back. Lengthen your cords. Strengthen your stakes. Anaambiwa kwamba panua mahali pako pa hema. Wakati ule walikuwa naishi kwa hema. Kuna version nyingine ambayo inasema kwamba nazungumzia mambo ya nyumba. Inasema you expand your house. You enlarge your house. Enlarge, a New Living Translation, that is inasema hivyo. Enlarge your house. Build an addition. Ujenge nyumba nyingine. Spread out your home. Nyumba yako iwe kubwa. And spare no expense. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Can you turn to your neighbor, mwambie enlarge your house. Mwambie panua nyumba yako. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. So as ninaponena hili neno, kuna kazi kubwa, kuna grace ambayo Mungu anakuja kuachilia mwaka wa 2021. Neema ya expansion, neema ya kukupanua, neema ya kupanua kila kitu ambacho uko nacho. Hii ni kwa sababu watu wengi wameishi kwa limited maisha ambayo iko na limitation. Thank God kuna wakati tumekuwa tukiomba tukisema kwamba we are breaking limits. Hallelujah. Usisahau na hiyo kwamba tulikuwa tunaomba pia kwamba no more limits. So kwa sababu hakuna mipaka, sasa unaambiwa you enlarge house. You enlarge house because God is also enlarging us. Mungu anatupanua, Mungu anatuongezea. Jina la Bwana libarikiwe. So niseme ya kwamba fruitfulness and enlargement are promised to post-exilic Israel. So kuzaa matunda na kupanuliwa ni ahadi ya Mungu baada ya wana wa Israeli kutoka kwa exile. Because Jerusalem ilikuwa barren, kulikuwa na utasa. Na katika kule utasa wake, sasa Mungu akilegesha glory, akilegesha utukufu wake pale Jerusalem, hasa ndio alikuwa anatangaza haya maneno. Jina la Bwana libarikiwe. Now that's why Jerusalem had been in the condition of a wife written childless or desolate or solitary widow. Alikuwa anafanyika ama anakuwa named kama mama ambaye hana mtoto, mama ambaye ameachwa, mama ambaye ni mjane. Lakini Mungu ni kwa sababu maybe tukiendelea utakuja kuona kwamba Mungu alikuwa anasema kwamba I'm your husband. Mungu ndiye mme wa Jerusalem, mme wa kanisa. So kwa sababu ya kile alikuwa anasema, hiyo ni from verse 5 pale chini utaiona. Mungu alikuwa anasema kwamba nilikuwa nimewaacha. I had abandoned you Jerusalem, but now I'm coming back. I had abandoned you Jerusalem, but I'm coming back this year. Bwana Yesu asifiwe. So kuna areas nyingi ambazo unaweza ukaona kana kwamba Mungu alikuwa amekuacha, lakini this year God is coming back and he's restoring you back in Jesus name. Mtu aseme amen. Hallelujah. Na wakati Mungu anaporegesha hiyo, kuna mambo fulani ambayo nataka kuja kuyaona tukiendelea. Kuna mambo mengi ambayo ina restoration. Na pia as I am talking kulingana na theme ya enlargement. So niseme ya kwamba Psalms, usiondoke kwa Isaiah 54, but I want to nataka kusoma hii Psalms 30 verse number 5 ambayo inasema kwamba for his anger, Mungu alikuwa amekuacha wewe Jerusalem kwa sababu for his anger is but for a moment, but his favor is for life. His favor is for life. Weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. Weeping may endure for a night, but joy
comes in the morning. Kwa sababu ghadhabu ya Mungu wakati ambapo Jerusalem alitenda dhambi, Mungu aliondoka na akawapeleka na akaruhusu wapelekwe katika Babylon, katika nchi ya utumwa. Sasa andiko linasema kwamba ghadhabu ya Mungu ni ya muda mfupi, lakini kibali chake ni cha milele na milele. His favor is for life. Hallelujah. So God has favored us this year. Hallelujah. Na natangaza mwaka huu Mungu, kibali cha Bwana kiwe juu yako katika jina la Yesu. Na kutangazia mwaka wa 2021 Mungu anapokupanua na kupanua because the favor of God is upon your life. Can you just stand to your neighbor, mwambie the favor of the Lord is upon your life. Mwambie kibali cha Mungu kiko juu yangu na ili kinipanue. Hallelujah. Amen. So the favor of God is, the Bible says for Isaiah is but for a moment, his favor is for life. Inasema weeping may endure for a night. Kama kuna mwaka ambao watu wamelia ni huu. Kama kuna mwaka ambao watu wamepiga duru ni mwaka wa 2020 mpaka wakauandika mahali ambapo hawaisahaulika. Huo mwaka hautawahisahaulika. Utakuwa kwa history, mwaka wa corona. Mwaka ambao watu wengi wamepoteza kazi, wamepoteza opportunity, wamepoteza mambo mengi, mpaka wengine hata kurudi mahali hapo labda walikuwa. It will take some more time, but I declare this year, mwaka wa 2021 ni mwaka uregesho, ni mwaka wa kupanuliwa kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. So the Bible says weeping may endure for a night. Kilio kinaweza kikakaa usiku mzima, but joy comes in the morning. Lakini furaha huja asubuhi. This is your morning. I regard this is your morning. Mwaka wa 2021 ni mwaka hii itakuwa asubuhi yako. Na ni asubuhi, ni wakati ambapo kuna kucha. Kama kulikuwa na giza ya maisha, kuna mambo mengi haukuwa unayaona, kuna mambo mengi haukuwa unajua utafanya nini, lakini kukikucha asubuhi unaanza kuona njia, unajua kile utakachokifanya. Na kutangazia asubuhi ya leo ya kwamba mwaka huu mwaka mpya katika jina la Yesu. Hii ndio asubuhi yako katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Let's go back to Isaiah 54 verse number 2. Isaiah 54 verse number 2. I'm going back to Isaiah 54 verse number 2. Nasema you enlarge the praise of your tent. Enlarge the praise of your tent. Niko na Message Bible. Inasema you clear lots of ground for your tents. You clear lots of ground for your tents. Make your tents large. Panua hema yako, acha hema yako iwe kubwa. Spread out, think big. Hallelujah. Tati ya nemo mwambie mwaka wa 2021 you have to think big. Bwana Yesu asifiwe. So wache kufikiria vile ulikuwa unafikiria hapo mwaka wa 2020 na hiyo nyingine. Think big this year. Bwana Yesu asifiwe. Kila mmoja awe na mawazo ya kufikiria mambo makubwa. When you think big, uko na big vision. Uko na big dreams. Bwana Yesu asifiwe. So kama mtu akienda kuwinda, tafadhali ukienda kuwinda, tuseme labda kwa mfano tuseme unaenda kuwinda ndovu. Lazima uwe na strategy ya kuwinda ndovu. Ndovu hawindwi kama sugula. Na ukienda kuwinda ndovu, alafu uone sugula ametokea mahali, wachana na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Na ukiona mambo mengine madogo, wachana nayo. Wacha macho yetu yafunguliwe yaone mambo makubwa ambayo Mungu ametuwekea. Hallelujah. Kwa sababu kuna wazo ama kuna idea ama kuna mpango ama strategy fulani ya adui ya ukose lose ya focus, ukose kuangalia the bigger picture ya kile ambacho umeitiwa ya destiny, uanze kuangalia tu vita tudogo. Hallelujah. So lazima mwaka huu, mwaka wa 2021, uthink big, na ukifikiria mambo makubwa uyakibize hayo, uwe na focus kwake. Kwa jina la Yesu Kristo. Mungu kwanza anakuruhusu utayarishe mahali ambapo unataka aje. Unajitayarisha wewe mwenyewe. Kama unataka wageni, watayarishie mahali pao. Kama unataka waje kama una mahali ambapo labda unataka wakuja wakalie viti, watayarishie viti. Ukitayarisha viti, Mungu anatuma watu. Kama vile amekutuma leo. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. So kuna jukumu lako, and that's why the Bible says clear lots of ground for your tents. Hiyo ni kazi yako.
Mungu akishatangaza kile anataka kufanya, kuna majukumu yako. Haleluya. Ninakuja kwako, nitakufafanulia zaidi. Lakini niseme ya kwamba kila mtu ambaye amekomaa spiritually, ukiona Mungu akisema anataka kufanya hili na hili na hili, hiyo ni Mungu amesema kwake. So naye jiulize, ili Mungu afanye hivyo, na mimi majukumu yangu ni gani? Ninafaa kufanya nini na ili kile ambacho Mungu pia amesema kisimame. Otherwise, kuna watu wengi sana tumepokea prophetic word, tumepokea neno la mwaka, lakini baada ya kupokea tunaenda tunakaa tu hivi, hatufanyi lolote. Linapita hivyo, hilo neno linapita, hiyo neema inapita. Lakini nataka kusema kwamba kila neno unalolipokea la mwaka lina neema ya kukuwezesha kutimiza kule kusudi la Bwana. Hallelujah. So the Bible says clear the ground. Clear the ground for your tents. Hiyo ni kazi yako. Na ningetaka kusema kwamba make your tents large, spread out, think big, use plenty of rope. Drive the tent pegs deep. Drive the tent pegs deep. Yaani zile, unajua hema, kuna ile miti, kuna zile pegs zinawekwa kwa mchanga. Na ili zikaze zile kamba. So unaambiwa kwamba you have to drive the tent pegs deep. Yaani lazima zishike vizuri, kwa sababu kuna mambo ambayo Mungu anaweza akayaleta kwako, kanyumba kako kaaguke. Bara Yesu asifiwe. Ugo ngikoro tarugamite gakuri maundu mangikuruda. Kuri rathimo nge yangikurathimo nacio ikugoithie. Yaani kuna, unajua kama kwa mfano kama nyumba haijakuwa grounded vizuri, haina foundation nzuri, kuna uzito inaweza kashindwa kushikilia. Wakati maandiko inasema drive the tent pegs deep. Otherwise kuna mambo inaweza kakuja, kunaweza kuwa na shake up inakuja, inajaribu kung'oa nyumba yako. So lazima uwe na ground, lazima uwe grounded, lazima uwe na msingi imara. Bwana Yesu asifiwe. First Chronicles chapter 4 verse number 9, the Bible says inaongea kuhusu Jabez. Kuna ombi ambalo aliomba pale, nimeona nikitaja hii scripture pia. First Chronicles chapter 4 verse number 9. The Bible says Jabez was more honorable than his brothers. Jabez alikuwa mtu ambaye alikuwa na heshima. Message Bible inasema Jabez was a better man than his brothers, a man of honor. Alikuwa mtu wa heshima. His mother had named him Jabez, all the pain, saying, a painful birth. I bore him in great pain. Alikuwa amepewa hilo jina kwa sababu mama yake anasema kwamba nilimzaa kwa uchungu. Nipatie tu New King James Version. Inasema kwamba, and Jabez called on the God of Israel, saying, oh, that you would bless me indeed and enlarge my territory. Enlarge my territory. Panua mipaka yangu. Watu wengi wameishi kuwekewa mipaka kama Yabezu. Na ni mipaka ambayo uliwekewa hata kama Jabez, hata kabla yako kuzaliwa. Ulikuta kuna mipaka imewekwa. Hiyo mipaka lazima ivujike dhizia katika jina la Yesu. Mahali ambapo wewe haujawahi fika na jamii yako haijawahi fika, mwaka huu nakutangazia utafika na utapita hiyo mipaka katika jina la Yesu. Because God is enlarging your territory kwa jina la Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kidogo kile tulio kumeta, unaona mamake alimuita jina la uchungu, kwa hivyo ni kuonyesha kwamba hakuna mtu angeweza kubadilisha. Wazazi wake hawangeweza kubadilisha. Hakuna mwanadamu angeweza kubadilisha. Madaktari labda walifika mahali hawangeweza kubadilisha hiyo historia. But Jabez, when he called upon the name of Jesus, when he called in the name of the Lord, Mungu alikuja. The Bible says kwamba alipoomba Mungu apanue mipaka yake, Mungu alimpatia kile alichoitisha. In other words, Mungu alimpanulia mipaka aliyohitaji. Madhani ya goshwa. Mwaka huu wa 2021 natangaza kwa jina la Yesu, kile utakachohitaji, God is going to grant your request kwa jina la Yesu Kristo. Hiyo mipaka ambayo unaohitaji Mungu akupanulie, be ready, kwa sababu Mungu akisema ni mwaka wa enlargement, kuna mipaka imekuwa, so unahitaji tu kunena tu hilo neno, Mungu nipanulie huu mpaka. Mungu anapanua katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. May God enlarge your territory in the name of Jesus. May God expand your territories in the name of Jesus. Kwa jamii yako, unaona mpaka hiyo ingine inasema mambo ya land, hata shamba. Tunarudi kwa Isaiah 54 verse number 3.
Bible says, for you will spread out to the light. You will spread out to the light. Utaenda mkono wa kuume. And to the left, na mkono wa kushoto pia. And your descendants will dispossess nations and settle in their desolate cities. To the light, to the left. Alafu inasema hata watoto wako, even your descendants, watamiliki mahali ambapo walikuwa pamemilikiwa na wengine. Kuna miji ambayo ilikuwa imeachiliwa. Sasa Mungu akasema kwa kule ambako hakujamilikiwa pia mtajenga na mtamiliki yale makao ama mahali pale mtapamiliki. Haleluya. Hapa sasa mpaka Mungu ananenea, anasema mpaka mambo ya watoto wetu wale ambao Bwana ametubariki na watoto. Maandiko yanasema kwamba they are going to possess the nation. Watamiliki mataifa. Jina la Bwana libarikiwe. This is a very good promise. Wakati unapochukua neno kama hili, unaenda kuomba na unaanza kutangaza wewe ambaye umebarikiwa na sons and daughters, unaanza kusema kwamba they are going to possess the nations. Wanaanza kumiliki mataifa katika jina la Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Because this was a promise, ilikuwa ahadi ambayo Mungu alikuwa ameipeana. Na on the same note ningetaka tuangalie Genesis 28 verse 14 to 15. This was ilikuwa incident ile ambao Jacob aliona malaika wakipanda gazi wakishuka. Bible says, and your offspring shall be as countless as the dust or sand on the ground, and it shall spread abroad to the west and the east and the north and the south, and by you and your offspring shall all the families of the earth be blessed and bless themselves. This was a covenant. Ilikuwa ahadi ambayo Mungu alikuwa ameweka na Jacob. So ukiona Isaiah akitangaza, anatangaza kwa sababu kulikuwa na covenant na Mungu na Jacob. Mungu huwa anafuata neno lake. Mungu anafuata agano lake. Our God is a God of covenant. Hallelujah. Geukia jirani yako mwambie Mungu wetu ni Mungu wa maagano. Gai tuafuataga irekaniro. Sasa this was a covenant ambayo alikuwa amefanya. Na sasa hiyo agano ndio analifuatilia even baada ya exile. Baada ya wana wa Israeli kutoka kwa nchi ya utumwa, bado anafuatilia lile neno. Bado anafuatilia kile ambacho alichokuwa amekisema. Na anasema kwamba vile watoto wana wa Israeli watakuwa wameongezeka, wamiliki ardhi. Anaambiwa kwamba your descendants will be like the dust of the earth. You will spread out to the west, to the east, to the north and to the south. Yaani pande zote. Hallelujah. Mungu anakuja kukupanua kwa upande wa kiafya, akupanue katika upande wa kifedha, akupanue katika upande wako wa kiroho. Kila sehemu ya maisha yako kuwe na enlargement kwa jina la Yesu Kristo. Na ninakutangazia hiyo katika jina la Yesu Kristo mwaka wa 2021. That you are going to enlarge, you are going to increase in each and every area of your life. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nikuonyeshe kitu kingine in the book of Isaiah 14 verse 1. Isaiah 14 verse 1. Isaiah 14 verse number 1. The Bible says, for the Lord will have mercy on Jacob, the captives Jews in Babylon, and will again choose Israel and set them in their own land. And the foreigners will join them and will cleave to the house of Jacob, the house of Israel. Verse 2 inasema kwamba, and the people of Babylon shall take them and bring them to their own country of Judea, and help restore them. And the house of Israel will possess the foreigners who prefer to stay with them in the land of the Lord as male and female servants. And they will take captive not by physical but by moral might those whose captives they have been, and they will rule over their former oppressors. Najua hujanishika lakini wacha nijaribu kufanulia kidogo alafu tanishika baadaye. Katika hii kitabu Mungu alikuwa anasema sasa vile baada ya wana wa Israeli kushikwa wakapelekwa katika nchi ya utumwa, walipelekwa Babylon. Sasa Mungu anasema wakati wa restoration wale waliowafanya watumwa wale wa Babyloni watasaidiana na Mungu kuregesha Israel mahali pao Judea. Jina la Bwana libarikiwe. Alafu sio tu hivyo,
Wale waliokushika mateka, hao watakusindikisha, wakwambia hatukutaki, wacha tukupatie security mpaka ufike mahali ambapo ni pako. Bwana Yesu asifiwe. Wale waliokuwa wamekuchukua wakakupeleka nchi ya utumwa, wanakuregesha. Mwaka wa enlargement ni mwaka ambao maadui wanakuja kukuregesha kwa mahali pako katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. So the nations among whom they lived will actually escort them back home. So naomba uwe escorted home kwa mahali pako into to divine possession katika jina la Yesu Kristo mwaka huu. And then Israel will pay them back by making slaves of them. Na wana Israeli na maandiko inasema kwamba watawalipa kwa kuwafanya watumwa. Aya, baada hujanishika wacha nikuja kwako. Men and women alike, possessing them as slaves in God's country. Capturing those who had captured them. Capturing those who had captured them. Ruling over those who had abused them. Ruling over those who had abused them. Na nenea mtu ambaye amekuwa abused na watu fulani na mambo fulani na hali fulani. Those who abused you, you are going to rule over them in Jesus' name. You are going to rule over them in the name of Jesus. You are going to rule over them. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna hali kwa maisha huwa inaiangalia tu hivi na kurudisha chini. Ukija kanisani tunakuhubiria, unasikia imani yako inainuka. Ukifika nyumbani unaangalia watoto wako, unaangalia mume wako vile amelewa, unasikia umerudi chini. That is what I'm calling your oppressor. Bwana Yesu asifiwe. What? Kile ambacho kimekuwa kikikugandamiza, kikufinyilia mwaka huu wa 2021 utakifinyilia kwa jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Nasema utakifinyilia. Prepare yourself to oppress your oppressors this year. Hallelujah. Wacha nikuja kwako, kuna point nyingine hapa. Niona nzuri. Jina bali barikiwe. Bwana Yesu asifiwe. You are former oppressor. So power must change hands, in other word. Power must change hands this year 2021. Bwana Yesu asifiwe. God has given us grace. Mungu anatupatia neema ya kufinyilia our oppressors kwa jina la Kristo Yesu. The year of divine enlargement. Hallelujah. Bible says when the Lord has given you rest from your sorrow and pain and from your trouble and unrest and from the hard service with which you were made to serve. When the Lord has given you rest. Mungu anakuja kupatia rest. Mungu anakuja kutupatia rest from our sorrow. Kuna watu ambao wamekuwa na sorrow, umekuwa na huzuni na then umekuwa na huzuni. Mungu ana relief, anaondoa huzuni kwa maisha yako kwa jina la Yesu. Mungu anaondoa huzuni kwako katika jina la Yesu Kristo. Mungu anatuondolea huzuni, anaondoa uchungu and pain. Hallelujah. So mwaka wa 2021 ukianza kuomba, utagaze Mungu alituambia mwaka huu Mungu anatuondolea huzuni, anatuondolea uchungu, na kwa hivyo nakataa uchungu. Nakataa mambo yote ya kuniletea huzuni katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio unafaa kufanya wakati una cross over mwaka. Unafunga hiyo milango ya huzuni, unafunga milango ya uchungu. Hallelujah. Otherwise tunafunga huo mlango wa uchungu usivuke mwaka tukivuka mwaka. Tunafunga mlango wa huzuni, wa uchungu tukivuka mwaka usivuke mwaka kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Verse number 4. Verse number 4. The Message Bible, tyrant. Inasema you can amuse yourself by taking up this satire. Can you believe it? The tyrant is gone. The tyranny is over. The tyrant is gone. The tyranny is over. Kuna mtu ambaye hajashika tyrant ni nani? Tyrant ni oppressor. So in other word, nikufafanulie kidogo. The oppressor is gone and the oppression is over. That's the parable. Bwana Yesu asifiwe. Wakati unapoona the tyrant is gone and the tyranny is over, wewe iba useme ya kwamba the oppressor is over. Oppressor is gone and the oppression is over. Oppression is over. Oppression is over. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hasa inasema kwamba utaiba wimbo na utasema hata kile kijiti chake kimevujika. The Lord has broken the Lord of the wicked, the scepter of the rulers. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Tunatagaza nguvu za wale ambao walikuwa wanatugandamiza, they are broken in the name of Jesus.
The Lord of the wicked is broken in the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Na kutangazia ukivuka mwaka kwa jina la Yesu. Nguvu za uovu, nguvu za oppression must be broken in the name of Jesus Christ. No more oppression. Hallelujah. Oppression is gone. Oppressor is gone and oppression is over. Can you turn to your neighbor and mwambie oppressor is gone? Oppression is over. Oppressor is gone. Oppression is over. Bwana Yesu asifiwe. Hasa kuna mtu anapokea hiyo vizuri, anaikamata vizuri, na kuanzia leo maisha yake lazima itabadilika. Kuna mtu anapokea this as a lemma word, na maisha yako kuna kitu ambacho kimeishi kukugandamiza, kukufinyilia, but as from today hilo jambo linavunjika kwa jina la Yesu Kristo. Oppression is gone and oppression is over in the name of Jesus Christ. Bwana Yesu asifiwe. So I declare no more oppression in your life. I declare no more oppression in the name of Jesus Christ. Kwa jamii zetu we say no more oppression. No more oppression in the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Oppressor is gone, oppression is over. Oppressor is gone, oppression is over. So let that one be your song. Lazima tufanye tunayo in the realm of the spirit. Lazima uitishe haki yako mwaka huu. Na utangazia all your oppressors. Will be a no more oppression. Oppressor is gone. Oppression is over. Bwana Yesu asifiwe. So in other words, tunasema oppressor must go. This year, oppressor must go. Hallelujah. Neke keuge kore toge kohinyereirie tere tu must go. Mwambie jirani yako ete must go. Mwambie your oppressor must go. Hallelujah. But oppression ya magonjwa, from sickness to sickness, from disease to disease, must go kwa jina la Kristo Yesu. Poverty must go. Limitation must go. Bwana Yesu asifiwe. Huzuni after huzuni must go. Pain must go kwa jina la Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Year of divine enlargement. Lazima uenjoy afya nzuri mwaka huu kwa jina la Yesu. Lazima upokee amani 24/7 kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Nazungumzia mtu ambaye amechokeshwa na hali fulani kwa maisha yake. You are tired, umeangalia maisha yako unachoka. I'm declaring you free from that oppression in the name of Jesus. Receive divine enlargement grace in the name of Jesus Christ. Pokea hiyo neema ya upanuzi kwa jina la Kristo Yesu. Every wicked power must be broken in our lives, in our families, even in our nation in the name of Jesus Christ. Hata kwa taifa letu, even wicked power, nguvu zote za uovu, za maovu, za kutugandamiza must be broken in the name of Jesus Christ. Anything that is evil na imekuwa ikigandamiza watu wa Mungu, kanisa la Kristo, it is broken this year in the name of Jesus. Have got no power, have got no authority anymore in the name of Jesus Christ. This is why anytime you want to rise, anytime you want to pray, anytime you want to serve God, kuna inuka evil power inakuja inakugandamiza. I declare no more oppression in the name of Jesus Christ. I declare that power must be broken in the name of Jesus Christ. I declare power must change hearts. Kristo Yesu. Tumekataa kunyamazishwa. Tumeishi kunyamazishwa na mambo mengi. Ukijaribu kuinuka unaambiwa nyamaza. The time is over in Jesus' mighty name. Oppression is over in Jesus' name. Hallelujah. Verse number 4. Inasema, fear not, you'll no longer live in shame. Don't be afraid. There is no more disgrace for you. You will no longer remember the shame of your youth and the sorrows of your widowhood. Mungu anasema usiogope, you will no longer live in shame. Hautaendelea kuishi kwa aibu. So I declare mwaka huu wa enlargement, Mungu anaondoa aibu kwa maisha yako. Mungu anaondoa aibu kwa maisha yako. Mungu anaondoa aibu kwa jamii yako. Mungu anakuondolea aibu. Unajua sio kila mtu amepitia mambo ya aibu. So wale wanaosema amen, ndio amepitia mambo ya aibu, Mungu anakuja kuondoa aibu kwenu kwa jina la Yesu Kristo. Tantu ya neba mwambie no more shame. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 10. Nasema, though the mountains be shaken and the hills be removed,
and my unfailing love for you will not be shaken, nor my covenant of peace be removed, says the Lord who has compassion on you. We have a covenant of peace with God. We have a covenant of peace with God. Tuko na agano la amani na Mungu. So mwaka huu you are going to enjoy peace with God. Na kuombea amani ya Kristo kwa maisha yako kwa mwaka mpya kwa jina la Kristo Yesu. Ukiwa na amani, when the Bible says ya kwamba when you are at peace with God, you'll be at peace with your enemies. So if you have peace with God, ukiwa na amani na Mungu, utakuwa uko na amani na watu wote, na maadui wako pia watakuwa na amani. Verse 13. All your sons will be taught by the Lord, and great will be your children's peace. Hallelujah. Naomba Mungu awe mwalimu wa watoto wetu kwa jina la Yesu Kristo. Naomba Mungu afundishe watoto wetu kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. The Bible says, and your children will have God for their teacher. What a mentor for your children. Hallelujah. Mentorship. Mentorship. Najua kuwa na mentor ni kufanya nini? Yaani unapenda mtu unakwenda na unaiga. Na nowadays kama kuna kitu ambacho tunafaa kuomba sana ni kuombea watoto wetu. Kwa sababu wako na mentors wengine wabaya. Unaona mtoto vile anavyotaka kukaa, sio vile unavyotaka wewe mzazi. Ni vile anaona mtu wa TV, anaona vile anavaa, anaona vile anafanya, anataka kuwa anataka kuwa kama huyo. Lakini this year ni vizuri tuendelee kuomba na kutangaza kwamba our children will have God for their teacher and as a mentor pia kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Can you just ask your neighbor, muulize, who is your mentor? Hallelujah. Kabla hatujaenda habari kwa watoto, who is your mentor? Naomba Mungu atufundishe mwaka huu kwa jina la Yesu. Mungu akitufundisha lazima tutafika kwa destiny zetu. Mungu akikufundisha utafika kwa destiny yako katika jina la Yesu. Amen. New Living Translation inasema nini? NLT. Verse 14. You will be secure at a government that is just and fair. Your enemies will stay far away. Bwana Yesu asifiwe. I'm prophesying to you this new year ya 2021. Maadui wako wakae mbali na wewe kwa jina la Yesu. Maadui wanaokuja kuharibu maisha yako, destiny yako, afya yako, wakae mbali na wewe kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Your enemies will stay far away. Na kwa hivyo tunafukuza maadui wetu wote wa mwaka mpya wa 2021. Tunawaondoa kwa njia zetu, tunawaondoa kwa highway zetu, tunawaondoa kwa nyumba zetu, tunawaondoa kwa biashara zetu, tunawaondoa kwa watoto wetu. Watoto wakienda shuleni hawatashikana watu ambao watakao kuja kuwafundisha mambo ya Illuminati. Kwa jina la Yesu. Tunawaunganisha na watu ambao watakao wasaidia kufanyika wakiugu zaidi kwa jina la Yesu. Watu waovu tunawaondoa kwetu. Watu wanaoomba miungu mingine wakuja wa initiate our children, our relatives, wakae mbali na jamii zetu kwa jina la Yesu. Your enemies will stay far away and you live in peace and terror will not come near. Bwana Yesu asifiwe. I think this is a very powerful promise ya mwaka mpya. Bwana Yesu asifiwe. Verse 16 says, mstari wa 16, inasema, I have created the blacksmith who finds the cause beneath the forge and he makes the weapons of destruction, and have created the armies that destroy. In other words, Mungu anasema kwamba ni mimi Mungu niliumba yule mtu ambaye anaenda kutengeneza silaha. Na ni mimi Mungu pia ambaye nimetengeneza, niwekea hiyo version nyingine King James, New King James. Mungu anasema, I have created the blacksmith who blows the coals in the fire, who brings forth an instrument for his work, and have created the spoiler to destroy. No weapon now found against you shall prosper. It shall not prosper. It shall not prosper. It shall not prosper. Bwana Yesu asifiwe. That's our God. Oshionwe gai ito. Imagine ya kwamba Mungu anaona mpaka mtu akienda kutengeneza kama ni bunduki ama ni silaha aina gani, hata kama ni uchawi ama nini. Hizo zote Mungu ni yeye ako na power kuhusu hizo vitu zote. Yeye ako na ujuzi zaidi ya hizo zote. Hapo anasema hata kama atazitengeneza,
Sio kusema hazitatengenezwa, zitatengenezwa. Bwana Yesu asifiwe. Watapanga magonjwa mengine, hata kama ni corona itapangwa. Hata kama hiyo ingine inaambiwa kali itatengenezwa. Na zingine zitatengenezwa, but hazitafanikiwa. Tunasema hazitafanikiwa kwa jina la Yesu. They are not going to prosper against us because we serve the only true God. Bwana Yesu asifiwe. Sasa andiko inasema you will silence every voice raised up to accuse you. Kuna sauti nyingi zinaleta staka kinyume chako. Twanyamazisha kila sauti. Twanyamazisha kila sauti inaonena kinyume chetu kwa jina la Yesu. Hallelujah. When the Bible talks of voice, kuna sauti za waliokufa lakini zinanena in the realm of the spirit. Lakini tunatangaza hata hizo sauti zote za waliokufa hazina nguvu. They are not those voices hazita dictate maisha yetu mwaka mpya katika jina la Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Tuavuta hizo sauti zote in the realm of the spirit za waliokufa. Tumenyamazisha hizo sauti zote kwa jina la Yesu. Kila sauti inaonena na ili tuletewe magonjwa. Kila sauti inaonena na ili uwekewe mipaka. Kila sauti inaonena na ili ushindwe kutumikia Mungu. Tuanyamazisha hizo sauti zote. We are silencing every voice. We are silencing every voice in the name of Jesus Christ. Sauti za laana tunazikanusha. We are not cursed, we are blessed. Hallelujah. Abia jirani yako mwambie tumenyamazisha hiyo sauti inaonena kinyume chako. Hallelujah. Every evil accusation, kila staka tunalikanusha. Kila staka tunalikanusha. Wewe sio masikini.